Wakati sauti za kampeni zikiwa zimeanza kusikika polepole katika kona mbalimbali za nchi, sauti nyingine tulivu lakini zenye nguvu zimeendelea kusikika. Sauti ya viongozi wa dini wakikumbusha Watanzania umuhimu wa amani, umoja na upendo katika kipindi hiki muhimu cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Katika jamii yoyote duniani, dini imekuwa kama dira ya maadili. Nchini Tanzania, viongozi wa dini wameendelea kuwa nguzo ya utulivu wa taifa letu, wakiongoza si tu kwa maombi, bali kwa vitendo vinavyoashiria misingi ya amani na mshikamano wa kitaifa. Viongozi wa dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu kutoka hapa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja wana nafasi gani kuhakikisha amani inatawala nchini? Mguu mmoja mguu wa pili, kutembelea ofisi za Mufti Mkuu wa Zanzibar na kukutana na Sheikh Shaaban Al-Baatash, mkuu wa division ya utatuzi migogoro ofisi ya Mufti Mkuu, naye anatueleza kwa nini wajibu wa msingi wa kupiga kura kwa amani na utulivu. Kwa hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kabisa kwa sababu tumejaliwa kuwa katika neema kubwa ya amani kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Na moja katika mambo ambayo hata Uislamu umeelekeza na kuamrisha kwamba watu waishi kwa amani, watu waishi kwa utulivu. Na ndio maana tunasema alhamdulillah. Qur'an imesema kwamba kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Kuleni katika miongoni mwa riziki za Mwenyezi Mungu na mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tumepata mji mtulivu, mji uliokuwa safi kabisa na viongozi waliokuwa safi kabisa, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii ya amani, na Zanzibar iko katika amani kabisa na utulivu. Kupitia ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar tunashughulikia mambo mbalimbali. Moja katika kazi zetu kubwa ni masuala yafuatayo. Moja, kwanza ni kutoa fatwa. Na fatwa maana yake ni kutoa jawabu ya suala ambalo limeshindikana kupatikana ufumbuzi wake katika hali ya mazingira ya jamii ya kawaida. Lakini pia kuna suala la kuandaa fatwa rasmi ambazo zinatolewa katika kupitia gazeti rasmi la serikali. Tunaweka mada maalum ambayo inahusu jamii katika kuelimisha na kutoa katika gazeti rasmi na kutangaziwa rasmi katika kiwango cha kitaifa moja kwa moja. Lakini pia tuna kazi ya kufanya utafiti. Utafiti maana yake kufanya research, kuweza kuangalia jamii inahitajia kitu gani katika kuweza kuiweka sawa, ima katika upande wa kielimu au upande wa kimaadili au upande mwingine wote, hasa katika masuala haya yanayohusu amani na utulivu katika nchi. Kwa hivyo ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar pia nayo ni moja kati ya majukumu yake ni kusimamia amani na utulivu katika wananchi kwa ujumla, lakini pia kwa Uislamu katika upande maalum, kwa sababu ni ofisi ambayo inashughulikia mambo ya Uislamu zaidi, lakini pia na ya kijamii yakiletwa katika ofisi pia nao tunayapokea. Lakini pia tuna jambo la kutatua migogoro au kusuluhisha migogoro. Migogoro inayokuja mara nyingi sana huja katika upande ima masala ya ndoa, wanandoa wamegombana, pengine wanataka suluhisho, au talaka imetolewa katika misingi ambayo haikufahamika. Je, talaka imesihi, haikusihi, imepita, haikupita? Au mambo ya nasaba ya mtoto, wakatokezea pale kuna shaka katika nasaba ya mtoto, au mambo ya mirathi, wanakuja kutaka fatwa, je, huyu ni mrithi si mrithi, na mfano wa hayo. Kwa hivyo kubwa tuna mambo ambayo yanahusu ofisi moja kwa moja, tunamaliza hapa. Nafasi ya ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar ni nafasi kubwa na ni nafasi ya adhim, na ndio maana tukasema kwamba tunashughulikia mambo hayo katika maeneo makuu matatu, lakini mengineo pia yanatoka katika hayo matatu kuwa na vifungu vingine vya majukumu na utendaji wetu katika ofisi. Kwa hivyo nafasi ya ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar ni kuelimisha kwanza kuhusu amani. Kwa sababu baadhi ya wakati kwamba tuna watu katika jamii wana viwango tofauti. Na hadithi imetuambia Mtume SAW kwamba khatibu nasa ala qadri uqulihim, kwamba semeni na watu kwa mujibu wa viwango vya upeo wao wa ufahamu. Kwamba tukizungumza na watu lazima tuwapime watu ufahamu wao kwanza. Je, neno hili kwa watu hawa watalifahamu namna gani? Je, maelezo haya yatachukuliwa katika maana halisi au yataleta tafsiri nyingine iliyokuwa si tafsiri kusudio? Kwa hivyo ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar pia inafanya kazi ya kulingania katika amani ili watu wafahamu nini maana ya amani. Na tunatumia fursa hiyo katika minasaba yote ya dini na ya kijamii. Mfano, tumetoa mafunzo kuhusu amani na utulivu kwa viongozi wa dini kwa nchi nzima.
kwa kila wilaya, tumefika kila maeneo na tumeweza kufanya makongamano makubwa mbalimbali ndani ya nchi, na pia tumeweza kutoa mafunzo hata kwa wale ambao si maimamu katika misikiti, waumini wa kawaida. Tumewapa mafunzo hayo. Tumetoa mafunzo pia ya mambo ya kimaadili, maadili ya dini katika kuelekea kwenye kampeni. Tulizungumzia masuala vile vile na kukaa na viongozi hata wa kisiasa. Lakini pia ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar imeweza kukutana na kamati kamilifu manake ya amani na utulivu, wanajumuisha viongozi wa dini zote mbili, ambapo kiasi ambacho wameweza kutunga muongozo kamili wa namna gani ya kufanya mambo ya kampeni, mambo ya uchaguzi kupitia maadili ya dini kwa mujibu wa dini zote. Kwa hivyo, na pia wamekutana na viongozi wakuu wa nchi kuanzia Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Allah mpe kila la kheri, na pia wasaidizi wake wengine, makamu wa kwanza, makamu wa pili, wote wamekutana nao hawa wenye kuwapa kila la kheri wote kwa jumla. Kwa hivyo haya yote ni katika moja majukumu ambayo kila mmoja anatakiwa kuchunga na kulinda amani hiyo katika nafasi yake. Tukifanya hivi kwa pamoja, tutaweza kulinda amani hiyo na kubakia katika hali ya neema, na nchi yetu lazidi kuwa ni nchi ya mfano katika ulimwengu huu, kwa sababu ni nchi ambayo ina historia kuwa na amani. Tusiondoshe neema hii kwa kutafuta yaliyokuwa kinyume na hivi, itakuwa tunapoteza shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kutafuta yale ambayo yatatuja kutuletea madhara makubwa ambayo hayastahimiliki. Tuchunge amani yetu. Amani yetu ni tunu yetu na fahari yetu. Kwa upande wa katibu wa kanisa la Anglican Tanzania Dayosisi ya Zanzibar, hapa katika kanisa la St. Paul Kiungani Zanzibar, Reverend Stanley Nicholas Lichinga anatueleza tuvuke vipi kwa amani na utulivu katika kipindi hiki cha uchaguzi. Nafasi ya viongozi wa dini katika swala zima la amani na kabla, wakati na baada ya uchaguzi, tumejipanga vizuri kwa sababu tunafanya kwa kushirikiana, na tunaishukuru serikali ya Zanzibar imekuwa ikitutumia sana katika kuhamasisha, kutuita sisi wenyewe kama viongozi kwanza, kutueleza nini kinachoendelea, kutupa ule uelewa. Alafu na sisi kila mtu kwa dhehebu lake, kila mtu kwa dini yake, kila mtu kwa watu wake, tunapeleka ule ujumbe. Kikubwa ni maandiko. Zaburi katika Waebrania sura 12 mstari wa 14, na ndio tulichoitumia hata kwenye headed letter yetu, kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayekuwa nao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Kwa ni ujumbe ambao tunausambaza makanisani, lakini tunawahamasisha na Wakristo pia. Swala la siasa sio dhambi, ila lisitumike vibaya. Na tunawaambia kwamba duniani tunapita. Kwa hiyo vyote vilivyopo duniani vitapita. Visiwe vikwazo vya kutukwamisha tukashindwa kwenda mbinguni. Andiko anatuambia kwamba sisi ni chumvi ya ulimwengu. Tusiwe sababu ya kuleta vurugu, lakini tujitenge tena na yale makundi ambayo hayaleti amani, kwa sababu unapoichafua amani, hata nafasi ya kwenda kusali inakuwa haipo tena. Si hilo tu, hata huko nyumbani ule umoja wa familia unapotea, kwa sababu pengine baba anaweza akakimbia au akawa katika majukumu mbalimbali. Huku nyumbani watoto wanataka matunzo na vurugu zimetokea, nani atachukua jukumu la kulea vijana au watoto? Kwa hiyo tunahitaji sana amani ili familia zibaki kuwa na utulivu, ili familia zibaki kuwa na amani na ile furaha iendelee. Kwa kifupi, kuna maisha baada ya uchaguzi. Maandiko yanatusaidia kuwaambia Wakristo, na tunaendelea kuwaambia, hii tabia tuliokuwa nayo, urafiki tuliokuwa nao mimi na wewe na mwingine, unaweza kukaribiwa na jambo dogo tu, pengine maneno haya ya ushawishi yanaweza kaingilia kupitia katika simu, jumbe mbalimbali. Huyu akawa na tabia hii, huyu akayapokea, huyu asiyapokee, yakatutenga, yakatugawa. Kwa hiyo ili tuweze kuwa wamoja, na Biblia inatuambia tuwe na umoja, na umoja ule uwe na maana kwamba sote tutasaidiana kuelekea mbinguni. Ukikosea nitakusaidia. Tena Biblia inasema kwamba umonye kwa upole, kwa upendo, ili kwamba naye haweze kukuelewa
na uweze kumsaidia. Baadaye atashukuru. Fahamu Wakristo wote ambao tunawahudumia, wengi wana simu janja, wanasoma taarifa nyingi, na tusiposema sisi viongozi, wale watasikiliza yale wanayoyasikia huko kwenye nani. Kwa hiyo tunawaambia mapema, jamani, lililo jema ni hili, katika kupitia mahubiri yetu, ili wayafuate yale yaliyo mema, ili wawe na uwezo wa kuchuja wao wenyewe. Na hatusemi kwamba msiwashe simu za hizo zinazoleta ujumbe, tunawapa uwezo wa kuchuja. Kama ni vijana tunawaambia, jamani, yanasemwa mengi, lakini muwe mna uwezo wa kuchuja. Mungu alitupa akili na maarifa. Hakutuacha hivi hivi, ametujaza na nguvu za Roho Mtakatifu kuelewa jema na baya. Basi lile unaloona kwamba moyo wako unakupa basi achana nalo, hujapoteza. Mungu atakusaidia huko mbele. Kwa juhudi yako ndogo ya kulikataa, na tumeshukuru kwamba tunapata mpaka jumbe zinatuletea kwamba ukiletewa ujumbe mbaya usiusambaze. Delete, ondoa kabisa. Ile inatusaidia na sisi pia kutoa mifano kwamba hawa wanaosema hivyo wanasema sahihi. Kama sisi tumeambiwa tusambaze habari njema, kwa nini wewe unasambaza habari mbaya? Ili iweje? Msingi ninalowaambia ni kwamba kila mtu ana haki ya kuchagua, kuchaguliwa, pia ana haki ya kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kama nilivyowaambia mara ya kwanza, mwenye uwezo wake wa kwenda kugombea akagombee. Na yule ambaye anajua kwamba ni Mtanzania, ana sifa za kujiandikisha ili apige kura, akajiandikishe, afuate zile taratibu, ili kile anachokikusudia kiweze kufikia lengo. Na pale ambapo atakaposema kwenda kupiga kura, wajitokeze kwenda kupiga kura, kukamilisha lile zoezi ambalo wamelianza. Hii italeta uwajibikaji, na Mungu anakutumia, kwa sababu Mungu hashuki akasema kwamba nimemchagua huyu. Atakutumia wewe kumchagua mtu. Biblia inasema kwamba tuna sala ile ya Baba yetu, mapenzi yako yatimizwe. Mara nyingi katika chaguzi nyingi, nilisema ile hata mwaka ya 1995, tunakwenda kupiga kura, tayari tuna majibu mkononi. Biblia inasema mapenzi yako yatimizwe. Yaani Mungu atuinulie anayemhitaji kwa wakati huo. Itakuja wakati mwingine atatuinulia anaowahitaji pia vile vile. Kwa hiyo ile sala ya Baba yetu ni ya muhimu sana kuizingatia wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Napiga kura ndio. Mungu, nimepanda hili, basi nikavune mapenzi yako yatimizwe. Lolote utakalolifanya hapa duniani, kwa kisingizio chochote kile, kazi, kwa kisingizio chochote kile tulichokuwa nacho cha duniani, ule ni mtihani, pita salama. Mwogope Mungu. Pia Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kab ametoa wito wa kuhakikisha amani inatunzwa nchini ili kuwa na nchi yenye amani. Makundi muhimu katika nchi hii ni makundi matatu. Kwanza, kundi la wanasiasa, ndio hawa ambao kuwa wanaweza kuitunza amani au kuichafua. Na wa pili, watu wa habari, wanaweza kupotosha habari au kuifanya ikawa nzuri na ikapendeza na ikatuliza. Na watu watatu, watu wa dini, ambao kwa ndio wanaweza kutuliza wananchi. Makundi matatu haya ndio makundi ambayo kuwa yenye nafasi nzuri katika kutunza amani na kuieleza na kuifanya watu wakielewa. Kwa hivyo watu wa dini wana muhimu mkubwa kabisa katika dini, kuieleza uhakika wa dini, kwa sababu maisha duniani haya yote ni Mungu atuumba tu kwa alipotaka kutuumba, kwamba tutii viongozi wetu, tutii Mwenyezi Mungu, tutii mitume yake, na tutii viongozi wetu wananchi, viongozi wetu wanaotuongoza katika nchi. Kwa hivyo namna hivyo uongozaji wa wananchi namna gani, yote haya yanaelezwa na watu wa dini, na watu wa dini wana umuhimu mkubwa kuelewesha watu umuhimu wao, umuhimu wa kufuata na kutii viongozi, umuhimu wa amani na kuitunza na kuielewesha watu wakaifahamu na kuifahamisha na kuidumisha, na kutaka kujenga watu wa moja
kujenga umoja, mshikamano, mwelewano na usawa baina ya wananchi bila kubaguana wala huyu. Kwa njia kama hiyo unaweza kwa njia kama hizo wanaweza kudumu amani na kuwa imetunzwa kwa sababu ya kuwa haikupotoshwa na haikupindishwa. Tunaelewesha vijana kwa kupitia miongozo ya kidini na kwa nyumba za ibada, kwa mfano misikiti na makanisa. Sisi tunayo kamati ya amani hapa Zanzibar inaongozwa na ofisi ya Mufti, ikiwa mwenyekiti ni mwenyekiti, Mufti ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo, na katibu wa kamati hiyo ni Askofu Kagama. Si mnamjua Kagama? Huyu ndio katibu wa kamati ya amani. Sasa likitokea kwenda sambamba na kamati hii, likitokea jambo litakuharibika ima katika Uislamu au katika Kristo, basi tunakutana na tunamuelewesha yule mtu na mtafahamisha dini ya Kiislamu inasemaje na dini ya na Kristo inasemaje. Kwa hivyo tunamuelewesha kwamba aache vichochezi ambapo kuwa vitaweza kuchochea kuvunjika amani, na afuate miongozo ambayo kwa ya kidini, kwa sababu ni Muislamu au binadamu kaumba mtu hapa duniani kuja kutekeleza dini, na miongoni mwa dini ni kuwa watu wamoja kuishi kwa salama na amani katika nchi yao. Mimi nasema nawataka Wazanzibar tuliko hapa wote, Waislamu na nchi kwa jumla, kwamba ikifika siku ya kutunza amani, tutaenda kutunza amani kama ilivyo na kuidumisha na kuelewesha ikafahamika, na ikifikapo siku ya kupiga kura tutoke kwa wingi au sote, kila mtu kwa zamu yake kwenda kupiga kura, na tukipiga kura kwenda kupiga kura kumchagua yule ambaye tunahisi ataitunza amani hii na kuendeleza hivi kama ilivyo kama kawaida, na tuchapiga kura turudi majumbani mwetu kuja kungojea matokeo ambayo kuwa yataweza kujulikana kwa kupitia vyombo husika. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa kisiwa cha amani licha ya tofauti za kidini, siasa na kikabila. Amani ndio urithi wa kudumu na viongozi wa dini wanahakikisha urithi huu unaendelea kuwa hai kwa vizazi vya leo na vya kesho.